Katika kuendelea kusherehekea siku 16 za harakati dhidi ya ukatili wa kijinsia, kongamano maalum la kuweza kuwashirikisha wanaume liliweza kuandaliwa katika shule ya msingi ya Hadija, kata ndogo ya Nyali, kaunti ya Mombasa. Tukio hilo ambalo lilianza asubuhi kwa msafara wa viongozi na washikadau mbalimbali kutoka kwa mashirika tofauti tofauti ulioanza katika maeneo ya Lais Kengeleni. Venye tuko hapa, kauli mbiu ni unite to end digital gender based violence. Na digital gender based violence ina happen ya kila mtu, sio mwanamke peke yake. However, wanawake huwa sana wamekuwa victim sana, either from fellow women and men as well. But tuna acknowledge the fact that pia wanaume wanapitia hiyo gender based violence ambayo iko digitally or technologically facilitated. Msafara huo uliambatana na mbwembwe, nyimbo na kauli mbiu za kuweza kupinga dhuluma za kijinsia, huku ujumbe wa mshikamano na uwajibikaji wa kijamii ukisikika barabarani. Haikuishia hapo tu. Walipofika katika eneo la kongamano, wazungumzaji waliweza kupata fursa ya kuweza kunena na wanaume ambao mara nyingi wamekuwa wakitajwa kuwa wahusika wakuu katika swala zima la dhuluma za kijinsia, kwa lengo la kuweza kuwahimiza mabadiliko makubwa ya mtazamo na tabia. Kwa sababu ya kunyamaza ndio unakuta kwamba wanaume wanakufa mapema kwa sababu ya stigma, na akili inakuwa kwamba inateseka kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu ule mzigo yeye ndo ameubeba. Na kwa sababu hiyo mwaka huu tukasema kwamba ni vyema sasa tufungue vijana na kina mama waanze kuongeleshana. Mwanamume ni kichwa, na katika hichi kichwa kweli tunakikubali. Hichi kichwa ndio kina msongo wa mawazo, hichi kichwa ndio kinapanga mipango, vitu visipoenda sawa, hicho kichwa ndio kinaumia. So tunahimiza sana mtu mkubwa kwa wanaume waendelee kujitokeza, tupange mikakati ambayo wanaume watakuwa na safe space zao wenyewe kuweza kuzungumziana, kuweza kuhamasishana, na pia kuweza kupata mbinu na kauli mbiu ambayo inaweza kuonesha kwamba mwanamume pia anaweza kupaza sauti yake, ku-articulate issues vile inafaa. Isiwe kwamba kila saa ni mwanamke. Viongozi wa kiserikali wakizungumza na kusisitiza dhamira ya serikali katika kukemea na kupambana na vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia pia walijitokeza. The kind of SGBVs that we hide in the house, they affect the children, especially in pushing them toward delinquent behaviors, na ndio wanajipata katika in the wrong hand of the law, na wanajipata katika institutions zetu. Pia tumekuwa na wanaume wenye hawapendi kueleza mtoto kijana pale kwa nyumba about the person of a man. Yani kila wakati tu kijana hata akikosea anaambiwa wewe ni mwanamume, hufai kukua hivyo. Hiyo pia imefanya watoto wengi wamekuwa hardened that even when they go outside there wanapenda kunyamazia zile hisia zao. Anachokoza kunyamazia. With time ana develop what we call mental health, anxiety and depression, kwa sababu anaonewa na anakatazwa yeye asili. Wewe ni mwanamume bwana, usijaribu kulia. With time hiyo stress, hizo hasira zinakaa ndani yake. Sasa akija kuwa mtu mzima anatafuta a way ya kuzivent out, and that's why I'm saying that most of the people, not only the boys that we have, even men in prison or even in court to the law, not all of them, most of them, they are in crime kwa sababu they walijifinyilia zile hisia zao. So akipata mahali kama anaweza punch, ana punch. Aidha, wawakilishi wa vitengo tofauti tofauti wa masuala ya kijinsia kutoka kwa mashirika mbalimbali waliweza kupata fursa ya kuweza kutoa elimu, uzoefu na mapendekezo yao ya kuweza kuimarisha ushirikiano katika kupambana na dhuluma za kijinsia. Pia waliweza kutoa wito wao. My name is Susan Lankisa. I work with Dream Akiba Suit Organization as the gender officer, and we are part of the technical group for male engagement. And the 16 days of activism this year is against digital, the way gender-based violence has been, digital has been used to attack women. And today we are here to support the men, and as an organization we have been doing male engagement, making sure that our men are not only seen as perpetrators but as champions. And that's why we have been using sports for change. We bring our men together with the police, and then they are able to know where to report in case there is any case of gender-based violence. And this really has worked for us because we have seen a lot of gender warriors coming up to
discuss on issues that affect men when it comes to gender-based violence, and working with the police, some of them have also reported that men now are coming out to report the cases of gender-based violence. For us, through the project that we are able to do, we have seen men coming out to report, and today we are here to support the men, to tell them it's the time for them to speak out, because if they speak out now, we are able to have data and we are able to do advocacy based on the data that we have, and that's why today we are here to support the men. Katika kutamatisha haya, jamii na hasa wanaume waliweza kupata fursa ya kuweza kujifunza mengi kuhusu swala zima la kuweza kujikinga na unyanyasaji wa kijinsia, kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni kuungana kukomesha ukatili wa kijinsia wa kidijitali dhidi ya wanawake na wasichana. Jina langu ni Terajab Juma na hii ni Dayo Radio.